Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Tunaendelea na somo letu la fiqh katika kitabu hiki Ar-Risalatani cha mzee wetu Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Anasema فإذا أردت أن تصلي فرض الظهر فإذا أردت أن أصلي فرض الظهر أقول nikitaka kuswali faradhi ya dhuhuri nasema nawaitu an usalli fardha dhuhri 4 rakaat lillahi ta'ala, nanuia kuswali faradhi ya dhuhuri raka 4 kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Allahu akbar kabira, Mwenyezi Mungu ni mkubwa na muadhimisha aliye mkubwa. Hapa akisema kwamba ukitaka kuswali faradhi ya dhuhuri, maana yake anatoa mfano wa swala ya dhuhuri katika hiyo fundisho la swala. Ndio akisema kwamba nikitaka kuswali faradhi ya dhuhuri nasema nawaitu an usalli fardhu dhuhuri 4 rakaat lillahi ta'ala. Hii ndio ile nia ambayo tumesema kwamba nia ni wajibu katika swala kwa itifaki ya wanawazuoni wote. Ama kuitamka kwa ulama wa Shafi'ia ni sunna. Kwa ajili ya nini? Moyo usaidie ulimi, yani ulimi usaidie moyo katika kuihudhurisha ile nia katika moyo. Ndio sababu ya kuambiwa ni sunna. Kwa anasema Sheikh nawaitu an usalli fardhu adh-dhuhri, na nia kusali fardhi ya dhuhri 4 rakaat raka 4 lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Allahu akbar kabira, Mwenyezi Mungu ni mkubwa na muadhimisha aliye mkubwa. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kabira na muadhimisha aliye mkubwa. Maana yake ni kwamba hii kabira kuifanya kwamba ni mafuuli wa fiili iliyoondoshwa, maana yake uadhimu kabira. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa kabira, uadhimu kabira na muadhimisha aliye mkubwa. Walhamdulillahi kathira, na sifa njema ni za Mwenyezi Mungu kwa wingi. Sifa njema ni za Mwenyezi Mungu kwa wingi, maana hamdan kathira. Tukifasiri sifa njema za Mwenyezi Mungu kwa wingi, maana yake tumekwenda na tafsiri ya maana moja kwa moja. La kama ukitaka tafsiri ya neno kwa neno, basi sifa njema ni za Mwenyezi Mungu kusifiwa kuliko kwingi. Hiyo ndio itakuwa pamoja na hiyo takdiri isiyo kuwepo. Lakini kwa kuanzia kwa vijana wetu inatosha kabisa na sifa njema za Mwenyezi Mungu kwa wingi, kama ambavyo tumeipokea hiyo tukiwa tunasoma kitabu hiki tukiwa ni wadogo. Wa subhanallahi bukratan wa asila, na kutakata na mawi kwa Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Na kutakata na mawi kwa Mwenyezi Mungu bukratan wa asila, asubuhi na jioni. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nataka hifadha kwa Mwenyezi Mungu na shaitani mwenye kuwekwa mbali na rehma. Hiyo sasa tunaanza kusoma a'udhu billahi, ambayo ni kwa mujibu wa Qur'ani. Ni mtu akianza kusoma Qur'ani atakiwa aanze na a'udhu billahi, kama ambavyo basi tutaanza kusoma suratul Fatiha ambayo ni nguzo katika swala, basi tunaanza na a'udhu billahi. Na hata fuqaha wameiweka katika sunna za swala kwamba ukitaka kusoma, kwa kuwa utasoma Fatiha, basi kabla ya Fatiha uanze na a'udhu billahi. Baada ya kumaliza dua al-istiftahi, ambayo dua al-istiftahi aliyochagua Sheikh ni hii fupi: Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukratan wa asila. Na hii imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam.
Hii ni takriri ya mtume aliyomtuza mmoja katika sahaba aliyesema maneno haya, alisikika akisema maneno haya. Kwa hiyo ni moja katika dua istiftahi ambazo zinatakikana katika swala, na kama tunavyoiona hii kwamba baada ya kumkabiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema Allahu Akbar, kumuadhimisha huko, sasa unamuadhimisha kwa dhikri hii ambayo inakusanya takbir, inakusanya tahmid na tasbih. Tena akisema subhanallahi bukratan wa asila, manake kutakatana mai kwa Mwenyezi Mungu wakati wote. Maana ya kuwa kutakatana mai kwa Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni, maana yake ni kwamba hii huku kutakasika kwake kuna maliza nyakati zote, wakati wote unakuwa umemalizika unapotaja asubuhi na jioni. Baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Hii ndio maana ya bismillah, na tunaona hapa Sheikh ametufundisha tukisoma Fatiha tusome na bismillah, ambapo kwa madhhabi yetu ya Kishafi bismillah ni aya katika Fatiha, kwa dalili ambazo zinathibitisha hilo. Na pia vile vile kwa kuwa Fatiha inajihirishwa, basi na bismillah inajihirishwa, kinyume na madhhabu mengine kama madhhabu ya Hanafia na Malikia. Wao bismillah si kitu katika Fatiha, na kama ikisomwa basi pia haidhihirishwi. Ni madhahibi, hiyo ni ikhtilafu ya madhahibi tu, lakini si sahihi kubeza kusema kwamba mmepata wapi nyinyi kusoma bismillah kwa sauti katika surati al-Fatiha. Kila watu wana dalili zao walizozitegemea, ambapo hapa si mahala pake kwanza kutaja dalili. Kila watu wametegemea dalili gani katika kuisoma hii bismillahir rahmanir rahim, ima kwa sauti au pasi na sauti au kutoisoma kabisa. Ala kulli hali, kila watu wana dalili zao, na tunaheshimu misimamo ya fuqaha. Kwa hiyo kwa sisi Shafi'ia ambao tumebahatika au tumejaliwa kufuata madhhabi ya Imam Shafi'i, basi hii bismillah kwetu ni aya katika Fatiha. Fatiha ambayo ni nguzo ya swala, na kuijihirisha hii bismillah ni sunna kama kulivyo kuijihirisha suratul Fatiha. Kwa maana kwa kuwa ni aya katika Fatiha, inajihirishwa pamoja na Fatiha yote kwa ujumla wake. Tafsiri bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Nasoma alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema ni za Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe. Arrahmanir rahim, mwenye kuneemesha neema kubwa, mwenye kuneemesha neema ndogo. Maliki yaumiddin, mwenye kumiliki siku ya malipo. Siku ya malipo maana yake siku ya kiyama, kama tunavyosema mara kwa mara kwamba neno din linakuja kwa maana mbalimbali. Miongoni mwa maana zake malipo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu tunakuabudu na wewe tu tunakuomba msaada. Ihdinas siratal mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Siratal ladhina an'amta alaihim, njia wale ambao umewaneemesha. Ghairil maghdubi alaihim, wasiokuwa wenye kughadhibikiwa. Waladdallin, wala wenye kupotea. Amin, e Mola wetu kubali. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba, imehasirika mikono miwili ya Abi Lahabi na amehasirika yeye pia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, haitomfaa mali yake na alichokichuma. Sayasla nara dhata lahabi, atauingia moto wenye mijali. Wa mraatuhu hammalatal hatab,
ye na mkewe, hali ya kuchukua kuni, fi jidiha hablum min masad, hali ya kuwa ana katika shingo yake kamba ya ndifu. Jidiha hablum min masad, manake hapa ni kwamba katika shingo ya huyo mke wa Abi Lahabi anasema kuna kamba ya ndifu. Ndifu ni nani, yale madudu ya mnazi, yale ya nazi ndio yanaitwa ndifu, kamba yake. Lakini sasa hasa tunafasiri hivyo kutokana na mazoea yetu, na unakuta mnazi na mtende vinafanana sana, lakini huenda hii hasema kusudiwa kamba katika kamba zile za tende, za mitende, na huenda ni kamba zinazotokana na yale makuti ya mnazi na makuti ya mtende, ndio hasa yanayokusudiwa. Na hii si kwamba huyu mwanamke alikuwa kavaa kamba ya ndifu hasa, lakini ni kwamba yeye alikuwa ana kidani katika shingo yake alichokivaa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amekitweza, ameleta tashbihi ya kukitweza katika kuonyesha kuwa kile hakina maana yoyote, hakina thamani yoyote. Kwa sababu yeye ni mtu wa motoni kutokana na matendo yake, basi pamoja na kile kidani ambacho anakivaa shingoni na akatakabari kwa kidani chake kile, lakini ni sawa na kamba ya ndifu tu, hakitomsaidia wala hakina thamani yoyote. Kwa hii ni sura kama ambavyo mtu akisoma Fatiha hatakiwa asome na sura. Kondo hii tumeona hapa Sheikh ametuelekeza tuisome Fatiha pamoja na sura. Baada ya kusoma sura ambayo ni suratul Masad aliyochagua katika maelekezo yake haya, asema Sheikh, thumma arkau, kisha na rukui, wa aqulu, na nasema Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, takatanamai kwa Bwana wangu aliye mkubwa, hali ya kuvaana mimi na kumsifia. Kwamba hapo kisha rukui, kisha sema Allahu akbar, ukifa kwenye rukui, basi kinachofuatia ni kumsabihi Mwenyezi Mungu kwa adhama, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Maqumu, kisha nasimama, wa aqulu, na nasema sami Allahu liman hamida, amezikubali Mwenyezi Mungu sifa za mwenye kumsifu, rabbana lakal hamdu, Bwana wetu ni zako sifa njema. Thumma asudu wa aqul, kisha nasujudi na nasema Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Thumma ajlis wa aqul, hapa katika sijida nasema subhana rabbiyal a'la, kutakatana mai kwa Bwana wangu aliye mtukufu, wa bihamdihi, hali ya kuvaana mimi na kumsifu yeye, hali ya kuvaana mimi na kumsifu yeye. Anasema thumma ajlisu wa aqulu, kisha nakana nasema Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, rabbi ghufirli warhamni, Bwana wangu nikufirie mimi na unirehemu. Thumma asjudu thaniya, kisha nasujudi mara ya pili, wa aqulu, na nasema Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kutakatana mai kwa Bwana wangu aliye mtukufu, hali ya kuvaana mimi na kumsifu yeye. Kwa kuna tofauti kati ya sijida na rukui katika kusabih. Katika tasbihi ya rukui Mwenyezi Mungu amesifiwa kwa sifa ya adhama, ambayo adhama ni ukubwa, utukufu. Lakini katika sifa ya sujudi Mwenyezi Mungu amesifiwa kwa sifa ya uluwi katika tasbihi ya sujudi. Kwanza sifa ya uluwi inafahamisha zaidi utukufu kuliko sifa ya adhama. Lakini pia sijida ni mahali ambapo mtu anakuwa karibu zaidi na Mola wake kuliko katika rukui.
Kwa hiyo ikaletwa sifa ambayo inafahamisha, ina ziada ya maana katika kile ambacho kinafahamisha qurbi, yani kiko pamoja na qurbi kuliko kile ambacho kimezidiwa qurbi. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema akrabu ma yakunu al-abdu inda rabbih wa huwa sajid, karibu zaidi anapokuwa mja mbele za Bwana wake ni pale anapokuwa yeye ni mwenye kusujudi. Kwa hiyo ukiwa umesujudi uko akrabu na Mwenyezi Mungu kuliko ukiwa umerukui. Ndio pale sasa unapokuja na sifa ambayo imezidi katika maana kuliko unapokuwa katika rukui. Lakini pia vile vile isije ikafahamika kwamba kwa sababu mja akiweka japa la uso chini ndo anakuwa karibu zaidi na Bwana wake, isije ikafahamika kwamba Mwenyezi Mungu yuko chini au anachilolote katika sifa za uchini. Hapa imeletwa sifa inayofahamisha uluu, kuonyesha kwamba ule uchini haupo, ingaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasifiki na sifa ya kuwa mahali wala katika upande, kutokana na kwamba hivyo ni vitu alivyoviumba kabla, yani ameviumba na alikuwepo kabla hajaviumba. Kwa hiyo kwa kule kuwepo kwake kabla hajaviumba ni kuonyesha kwamba ni vitu havihitaji wala hana sifa navyo. Maana sifa za Mwenyezi Mungu hazibadiliki. Sheikh anasema thumma aqumu aqulu, kisha ninasimama na ninasema Allahu akbar, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, jia wale ambao umewaneemesha, ghairil maghdubi alayhim, wasiokuwa wenye kughadhibikiwa, wala dhalin, wala wenye kupotea, amin. Mola wetu kubali. Bismillahir rahmanir rahim, qul huwallahu ahad, sema Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, au sema mambo yalivyo, Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Qul huwallahu ahad, sema mambo yalivyo, Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Allahu samad, Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kukusudiwa kwa haja zote. Lam yalid, hakuzaa, wala yulad, wala hakuzaliwa, wala yakul lahu kufuwan ahad, wala hakuwa ni mfano ni kifano kwake yeye yoyote. Hakuwa ni kifano kwake yeye yoyote, maana hakuwa yoyote, akiwa ni mtu, akiwa ni kitu gani, hakuwa ni kifano kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma arka, kisha narukui, wa aqul, na nasema Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Thumma aqumu, kisha nasimama, maana yake naitadili, ametumia qiyam, sababu pale kutoka kwenye rukuu, kwenye kurukui huitu umesimama ila umeinama. Sasa unatoka kwenye kurukui na simama kwa kule kunyooka. Kwa sasa thumma aqumu, kisha nasimama, wa aqulu sami Allahu liman hamida, amezikubali Mwenyezi Mungu sifa za mwenye kumsifu, rabbana lakal hamdu, Bwana wetu ni zako sifa njema. Thumma asjudu, kisha nasujudi, wa aqulu, na nasema Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tatanamai kwa Bwana wangu aliyemtukufu, hali ya kuvaana mimi na kumsifu yeye. Thumma ajlisu, wa aqulu, kisha nakana, nasema Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, rabbi ghfirli warhamni, Bwana wangu nikufirie mimi na unirehemu. Thumma asjudu thaniya, kisha nasujudu mara ya pili, wa aqulu, na nasema Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Thumma ajlis, kisha nakaa, wa aqulu, na nasema Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Attahiyatu, taadhima zote, lillahi, ni za Mwenyezi Mungu. Salamun alayka, amani ishuke juu yako, ayuhan nabiyyu, ewe mtume, wa rahmatullahi, na rehema za Mwenyezi Mungu, wa barakatuhu, na baraka zake. Attahiyatu lillahi, taadhima zote ni za Mwenyezi Mungu. Tunasema zote kwa sababu ya hii alfu na lamu, na tahia ni maamkizi, lakini katika maana zake tahia na taadhima, kwa hapa inakuwa ni taadhima zote ni za Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye anastahili kuadhimishwa kwa ujumla, na yeye pia vile vile ndiye anayewaadhimisha waja wake, akawanyanyua katika daraja. Kwa taadhima zote ni za Mwenyezi Mungu. Salamun alayka, amani ishuke juu yako, ayuhan nabiyyu, ewe mtume,
wa rahmatullahi, na rehma za Mwenyezi Mungu, wa barakatuhu, na baraka zake. Salamun alaina, amani ishuke juu yetu, wa ala ibadillahi salihin, na juu ya waja wa Mwenyezi Mungu waliowema. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nakiri kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na nakiri kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi, e Mola wangu wa haki mrehemu bwana wetu Muhammadi. Hii tahiyatu hii ni uchache wa tashahudi, ingaje tumezoea kuiona kama hivi tukifundishwa kwenye tashahudi ya kwanza, lakini hii ni katika kule kufanya kwamba tashahudi mbili hizi, ya kwanza iwe fupi, ya pili iwe ndefu. Lakini hii unaweza kaisoma hata katika tashahudi ya pili, na ile tutakayokuta kwenye tashahudi ya pili unaweza kusoma hata hapa. Na ni tashahudi aliyosomesha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika riwaya ya Abdullah bin Mas'ud. Kwa hiyo Mtume hizi tashahudi amezisomesha kwa matamko haya haya, na kama tunavyoona katika tashahudi hii ile kwa kwanza tunakuta kuna salamun alaika, lakini kwingine tutakuta assalamu alaika. Hii ni tofauti yao. Inshallah, na tunaona katika hizi tashahudi namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Kwanza tunaelekeza tahia kwa Mwenyezi Mungu, na muadhimisha Mwenyezi Mungu, alafu tunatuma salamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunamtakia amani na tunamtakia rehma na baraka. Baadaye tunawatakia amani waja wa Mwenyezi Mungu wote. Na baada ya hapo kinachofuata ni shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kwa tunakuta hapa kwamba kwanza kuna taadhima ya Mwenyezi Mungu, pili kuna dua kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, dua ambayo manufaa yake aturudia sisi, sawa kama tunavyomsalimia na yeye huturudishia salamu. Lakini inakuja sasa dua kwa waja wote wa Mwenyezi Mungu waliowema, alafu baada ya hapo sasa inakuja kushuhudia shahada mbili hizi ambazo ndio nguzo ya kwanza kabisa ya Uislamu na ndio msingi mkuu wa tauhidi. Inshallah kwa leo tutaishia hapa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku ilmu na fahamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.